Hujambo na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2023. Siku nyingine nzuri kabisa ni kukaribisha kuna udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina, hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tufuate kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, Twitter na TikTok ni Toka Zamani_TV. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni kesi ya bandari. Korti ya bariki mkataba wa bandari. DP World yasema mkataba si batili, hoja za wadai hazina mashiko, yachambua hoja kwa hoja. Mwabukisi yasema watasonga mbele, wadau wazungumzia hukumu na hatua za kufuata. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika vyama Azaki vyabaini kitu katiba mpya. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Katoliki polisi jiji kumalizana eneo la Naura. Habari katika ukurasa wa 5. Mbinu kuepuka uvimbe kwenye kizazi bila athari. Habari katika ukurasa wa 14. Rais Samia ataka namba 1 kwa kila Mtanzania. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Njia sahihi ya kupunguza athari za unywaji wa kahawa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 16. Lakini pia gazeti hili limeandika Chonji asomewa maelezo kesi yatua mahakama kuu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Wazazi wenye watoto njiti waongezwe likizo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi. Pamoja na gazeti Mwananchi mikononi mwangu ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mahakama ya bariki mkataba wa bandari, yaamuru mchakato uendelee, yasisitiza hoja za wapeleka maombi hazina mashiko, walalamikaji kutolipishwa gharama. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Rais Samia atoa maelezo mazito. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Mitambo kupandikiza mimba yafungwa Muhimbili. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Kigogo aburutwa kortini Gunga. Habari katika ukurasa wa 4. Habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti Majira ni maeneo ya internet bure nchini yatajwa. Habari katika ukurasa wa 2. Habari za biashara, CRDB yawapa punguzo la bei wateja wa simu za Galaxy Z. Habari katika ukurasa wa 7. Zaidi ya waandishi 90 wahojiwa wakamatwa Iran. Habari katika ukurasa wa 19. Tanzania Malawi wajadili mradi wa umeme mto Songwe. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Linalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni korti kuu ya bariki mkataba wa bandari. Kina Mwabukusi wajipanga kukata rufani. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Mitambo ya kupandikiza mimba yatua bandarini. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Samia ataka Watanzania watambuliwe kwa namba. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika mazungumzo maalum. Dorothy wa ACT yasema atawania urais mwaka 2025. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika katika ukurasa wake wa mbele michezo, Simba Yanga rasmi kukutana Jumapili. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Ninalo gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mkataba wa uwekezaji bandari haujavunja katiba mahakama. Undani wa taarifa hii unapatikana kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Muhimbili kuanza upandikizaji mimba. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Rais Dr. Samia aweka rekodi huduma za internet. Zanzibar yajiweka mguu sawa kuanzisha bima ya afya. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Katibu chama cha ushirika daiwa kuiba milioni 200 za wakulima. Upasuaji kuondoa uvimbe katika sakafu ya ubongo wafanyika. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Uhuru ukweli daima. Pata nakala yako ili uweze kusoma kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili.
Lakini pia ninalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wameumbuka, mkataba wa bandari haujakiuka katiba, waliofungua kesi kuupinga waumbuka, mahakama yatupa hoja zao, yasema habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Teknolojia ya 5G itarahisisha utoaji huduma, Rais Samia agiza mifumo yote ya tehama isomane, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. MNH kuanza upandikizaji wa mimba, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti Tanzania Leo ni uongozi wa Samia, hakuna mradi wa kusimama Biteko, habari katika ukurasa wa 3. NEC sifa uwezo vizingatiwe ajira za watendaji wa uchaguzi, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Pata nakala yako ili uweze kusoma kwa undani zaidi habari hizi ambazo zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti, kata kiwa michezo na burudani, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni live kutoka Tanga. Mwisho wa ubishi, Simba yaifuata Yanga Sports Club, Salim ageuka shujaa wa penati. Ni penati 4 za Simba dhidi ya penati 2 za Singida, yashusha Mwarabu wa Nabida, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mwanaspoti limeandika Maxi Skudu kuoga Minoti, Gamondi apiga mkwara, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Transfer zone, Lukaku apewa makavu, Kene ndo hivyo tena, habari katika ukurasa wa 20. SportPesa yaijaza mihela na Mungo, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili kwenye ukurasa wake mbele limeandika EPL leo Ijumaa ni Burnley vs Man City, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku Turf Moor. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti ili uweze kusoma undani wa taarifa hizi. Na sasa tulitazame gazeti Championi Ijumaa ya leo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni semeni tena tumewafuata huko, Simba yaibutua Singida Fountain Gates, sasa fainali ni Simba vs Yanga, penati 4 dhidi ya penati 2 baada ya suluhu ya bila kufungana. Gamondi Yanga bado haijachanganya, Simba wawapiga mkwara Al Ahli Mamelodi, Argentina Yanga toa onyo zito fainali ngao ya jamii, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Aziziki asimulia alivyotumwa kuwamaliza Azam, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Yanga vs Simba ni Jumapili saa 1 kamili usiku Mkwakwani Tanga. Pata nakala yako ya gazeti Championi usome undani wa habari hizi ambazo zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania siku hii leo. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.